Watu 23 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wa Mwanza wakikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi na uhujumu uchumi baada ya kubaini kushiriki mkutano wa kigaidi katika wilaya ya Ilemela na Nyamagana. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani mbele ya msajili wa mahakama hiyo, Hakimu Eric Marei. Upande wa mashtaka umedai kuwa washtakiwa 13 wa Ilemela na wengine 10 kutoka Nyamagana walishiriki mkutano iliyohusiana na vitendo vya ugaidi, ikiwemo madai ya kupanga na kuchoma moto majengo ya serikali na sekta binafsi Julai 7 mwaka 2026 kwa lengo la kueneza hofu kwa wananchi. Washtakiwa hawakutakiwa kujibu mashtaka hayo kwa kuwa mahakama ya hakimu mkazi haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo, na pia kupata dhamana kutokana na makosa yanayowakabili kutokudhaminika. Mahakama imeamuru washtakiwa wote kurejea rumande hadi Novemba 6 mwaka 2026 kesi hiyo itakapotajwa tena, ambapo upande wa utetezi umewakilishwa na mawakili wa TLS kanda ya Mwanza, ambapo wameiomba jamhuri iharakishe kukamilisha upelelezi wa shauri hilo. Leo katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Eric Marei, jumla ya washtakiwa 23 wakiwemo viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamefikishwa mahakamani kwenye mahakama hiyo na kushtakiwa katika kesi mbili tofauti, lakini kwa ujumla wakishtakiwa na kosa moja la kujihusisha na mikutano au vikao au mazungumzo yanayoweza kupelekea ugaidi, wakiwa na lengo katikati ya mashtaka imeeleza kwamba mnamo katika tarehe tofauti kati ya tarehe 25 Juni mpaka tarehe 6 Julai watu hao 23 walikaa vikao vya kupanga kufanya vitendo vya kigaidi, ikiwemo kuchoma majengo ya serikali pamoja na binafsi au kuvilipua. Mashtaka hao hawakuweza kudhaminiwa kutokana na mashtaka hayo kuwa yanasikilizwa Mahakama Kuu na mahakama hii haina mamlaka, hivyo wamerudishwa rumande mpaka tarehe 6 mwezi wa 8. Wameenda kinyume na sheria ya kudhibiti ugaidi pamoja na sheria ya uhujumu uchumi. Sheria zote mbili ndizo zilizotumika kwenye hati ya mashtaka, na leo ilikuwa tusikilize maombi ya kuwataka waletwe mahakamani, si aidha wadhaminiwe au taratibu nyingine ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuwaachia huru. Kabla ya usikilizaji wa maombi hayo ndicho kilichotokea. Kwa hiyo maombi yale yamekosa nguvu, imebidi tuyaondoe mbele ya Mheshimiwa Jaji Kisanya.